Bwana, ubora wa Jonathan Soa umeendelea kuzitamanisha baadhi ya timu hapa nchini kutokana na ubora wake ambao amekuwa nao. Tunafahamu kwa sasa tuko kwenye FIFA break ama kalenda ya FIFA. Tunafahamu kwa sasa baadhi ya timu za taifa ziko kwenye mashindano mbalimbali ya kufuzu kombe la dunia 2026, lakini taarifa ni kwamba bwana Jonathan Soa anaonekana kutakiwa na baadhi ya vilabu hapa nchini, lakini moja kati ya timu ambayo imeendelea kutajwa kwamba inavutiwa na huduma ya Jonathan Soa ni klabu ya Yanga, ambao wao mwanzo kabisa wameanza kutajwa kwamba ni moja kati ya klabu ambayo imekuwa ikihusishwa kuhitaji saini ya Jonathan Soa. Hata alipokuja nchini mara baada ya kujiunga na timu ya Singida Black Stars kwenye dirisha dogo la usajili, taarifa zilikuwa zikizungumza kwamba Jonathan Soa anahitajika na klabu ya Yanga, na mara baada ya kuhusishwa kuja nchini, Yanga walikuwa kihusishwa kwa ukaribu, lakini mwisho wa siku tuliona Jonathan Soa akitua ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Sasa taarifa ambayo ama tetesi ambazo zipo mpaka sasa kuhusiana na mwamba Jonathan Soa ambaye kwa sasa amecheza mechi 7 na ana magoli 7. Bwana, taarifa zimeendelea, matetesi zimeendelea kumhusisha Jonathan Soa kutoa ndani ya klabu ya Yanga. Unaambiwa Singida Black Stars inachekelea usajili wa kumshusha nchini mshambuliaji Jonathan Soa, lakini wakubwa wamemuona ikiwemo Yanga, na hesabu mpya ni kwamba imemwachia msala kocha wa timu hiyo Milodi Hamdi kufanya uamuzi ili mabosi wa klabu hiyo wamalize kazi. Yanga imeshawishika na nguvu ya Soa akiwa ameingia Tanzania kupitia usajili wa dirisha dogo, ambapo amecheza mechi 7 na akifunga magoli 7. Taarifa kutoka ndani ya klabu ya Yanga ni kwamba mabosi wamemwachia Hamid kufanya uamuzi kwa kuwa anamjua Soa kuanzia alipofika nchini walipokutana Singida Black Stars. Ingawa Hamdi hakufanya kazi na Soa kwa kumuona akicheza mechi, lakini kocha huyo atatumia mechi zilizobaki za ligi kuu kufanya uamuzi wa mwisho juu ya mshambuliaji huyo raia wa Ghana. Yanga iliwahi kumhitaji Soa walipokutana naye akiwa na Medeama ya Ghana, timu hizo zilipokutana katika ligi ya mabingwa Afrika msimu uliopita. Hata baada ya Soa kutimkia Warabuni, Yanga bado iliendelea kuinda saini yake kabla ya Singida kuwawahi na kumsajili Desemba mwaka jana. Kweli Soa namba zake zinatufikirisha sana kwa haki kabisa. Ukiangalia kuanzia dirisha dogo ni mchezaji gani amefanya makubwa, jibu ni moja tu, Soa, alisema bosi huyo wa juu wa Yanga, na kuongeza kuwa tumemwachia kocha tuambie anamuonaje. Alifanya naye kazi kule Singida ingawa kwa muda mfupi, lakini kama akisema tumsajili tutazungumza na Singida na mambo yatakuwa sawa. Bosi huyo aliongeza kwamba pia mbali na maamuzi hayo ya Soa, Yanga pia imemwachia nafasi kocha wao kutafuta nafasi ya mshambuliaji huyo kwenye kikosi chake kwa kufanya maamuzi ya mchezaji gani aachwe wa kigeni. Unajua nafasi za wachezaji wa kigeni zinatubana, lakini pia kocha ataangalia akisema hapo hapo kwamba tumsajili Soa, pia afanye uamuzi ni mchezaji gani tumwache kwenye kikosi cha sasa. Yanga ilikuwa inapiga hesabu za kumwacha mshambuliaji Kennedy Msonda aliyefunga mabao 3 katika ligi, aidha kumtoa kwa mkopo au kuachana naye moja kwa moja mwisho mwa msimu huu. Hiyo ni taarifa ama tetesi kutoka ndani ya klabu ya Yanga kuhusiana na Jonathan Soa. Wakati Yanga wakiendelea kuhusishwa na Jonathan Soa, bwana, unaambiwa wekundu wa Msimbazi pia wao pia ni kama wanamhitaji Jonathan Soa, na tetesi zimekuwa zikiwahusisha wekundu wa Msimbazi Simba juu ya kuhitaji saini ya raia huyo wa Ghana kutua ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa kuhusiana na taarifa ya wekundu wa Msimbazi Simba, bwana, taarifa inazungumza kwamba ni ubaya ubwela, Simba wameingia anga za Yanga na wanamuulizia Jonathan Soa kutoka Singida. Unaambiwa Simba wako kwenye mazungumzo na mshambuliaji wa Singida Black Stars Jonathan Soa mwenye umri wa miaka 24. Taarifa kutoka ndani ya klabu ya Simba inasema taarifa kutoka ndani ya klabu ya Singida Black Stars ni kwamba Simba nao wameenda kuuliza huduma ya mshambuliaji wao Jonathan Soa. Jonathan Soa ambaye anaonekana kuwa mshambuliaji mwenye mvuto zaidi kwenye ligi kuu soka Tanzania bara baada ya kujiunga na Singida kwenye dirisha dogo la usajili. Mpaka sasa kama ambavyo nimekutaarifa, amefunga magoli 7 kwenye michezo 7 ya ligi kuu tangu ajiunge na Singida kwenye dirisha dogo. Hivyo
basi ni vuta ya watoto wa Kariakoo. Ikumbukwe kuwa Yanga pia ndio watu wa kwanza kuonyesha nia ya kumhitaji nyota huyo, na kwa taarifa za ndani yupo Singida Black Stars kwa makubaliano maalum. Kwa hiyo pia ni taarifa kuhusiana na Jonathan Soa kutakiwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Kuna taarifa pia kwamba huenda kwenye dirisha kubwa la usajili Kennedy Msonda akaelekea Singida Black Stars na Jonathan Soa tua ndani ya klabu ya Yanga, na tetesi hizi zimeendelea kuzungumzwa kutokana pia na kauli ya Jonathan Soa kusema Yanga ni nyumbani na Engineer Hersi ni kama baba yake. Kama nakumbuka kwenye mchezo ambao ulikutanisha Yanga na Singida Black Stars na Yanga kuibuka na ushindi wa goli 2-1, goli la Singida Black Stars likifungwa na Jonathan Soa kwenye uwanja wa KMC Complex. Jonathan Soa alisikika akizungumza pia na alionekana uwanjani akiwa na Engineer Hersi Said wakiteta jambo, lakini pia baadhi ya mashabiki kwenye mchezo huo walisikika wakimwambia Engineer Hersi Said kwamba wanamtaka Jonathan Soa. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa matetesi ambazo zimeendelea kuzungumzwa kwamba Jonathan Soa huenda akawa ni moja kati ya wachezaji ambao kwenye dirisha kubwa la usajili huenda akatua ndani ya klabu ya Yanga. Lakini pia tumeona tetesi ambazo zimeendelea kuhusisha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuhitaji saini ya Jonathan Soa. Tunafahamu kwenye idara ya ushambuliaji wa klabu ya Yanga wanahitaji mshambuliaji ambaye pengine atakuwa pacha na Prince Dube, lakini pia tunafahamu kwa wekundu wa Msimbazi Simba wanahitaji mshambuliaji ambaye atakuwa anacheka na nyavu. Tunafahamu kwa sasa wekundu wa Msimbazi Simba kwenye ile safu ya ushambuliaji inaongozwa na Lionel Yateba na wachezaji wengine kama kina Valentino Mashaka nao pia wako kwenye ile idara, lakini bado idara ya ushambuliaji wekundu wa Msimbazi Simba imeonekana kutokuwa na makali. Kwa hiyo wanahitaji mshambuliaji ambaye ataongeza kasi ya ushambuliaji pale mbele. Tunafahamu pia Steven Mkwala ni moja kati ya washambuliaji ambao wamekuwa kwenye ile idara, na ukitazama mpaka sasa idara ya ushambuliaji wekundu wa Msimbazi Simba ambaye anaongoza kwa kuzifumania nyavu ni Jean Charles Ahoua ambaye yeye ana magoli 12 kwa sasa na ndiye top scorer, lakini pia Lionel Yateba hayuko nyuma akiwa na goli zake 9, na Steven Mkwala pia tumeona akiwa anakuja taratibu. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba wanahusishwa pia na Jonathan Soa ili kuweza kuboresha safu yao ya ushambuliaji. Wakati huo Yanga pia wakizungumzwa kwa ukaribu kwamba anahitaji saini ya Jonathan Soa. Kwa hiyo mwenye kisu kikali ndiye ambaye atakula nyama. Kwa hiyo tusubirie na kuona hizi tetesi ambazo zimekuwa zikimhusisha Jonathan Soa kutua ndani ya vilabu vya Simba na Yanga, hususan kwenye dirisha kubwa la usajili, kutokana na kila ambacho ameendelea kukionyesha. Mechi 7 yani kila mechi Jonathan Soa ana wastani wa kufunga goli. Kwa hiyo ni moja kati ya jambo ambalo limevivutia vilabu hivi vya Simba na Yanga kuhitaji saini ya Jonathan Soa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.